wanashindwa katika viwanja vya mpira kwenda kushuhudia timu yao pendwa inacheza. Nyinyi hamjui na muaoni. Ya kina nani sasa tuambie? Wataje. Maana hata wewe unaongea kwa mafumbo. Hizo propaganda aina hizo tutajia upo kwenye aina gani wewe? Tuusaidie mpira wa nchi. Nchi inakwenda kuandaa mashindano ya AFCON. Lazima tusimame kwenye mstari ili kuna namna ambavyo hata wale wanaokuja wajue tunakwenda kwenye nchi ambayo iko imara na imejipanga katika nini? Iko Kisugu moja ya unakuwa na haraka. Funga maiki nenda. Au zima kama unaogopa. Sinaongea mimi. Au ndo wale mlokadishwa gari jana mkapanda wote gari mkaenda kuangalia mpira bure. Au nataka niseme uwepo kwani vibaya na ubaya gari jana, au mnataka mimi niseme au kwa sababu hizo gari mnazopewa na ndio maana mnashindwa kuwazungumza ukweli katika mpira? Lakini lazima turudi katika ukweli. Ukimwona Kobe juu ya mti juu akapandishwa, ukimwona Yanga kawabingwa kwenye nchi kwa makosa ya waamuzi. Makosa ya waamuzi yajianza leo, tunalijua hilo toka misimu mingi ipo, na nyie pia ni baadhi ya wanufaika wa hayo makosa ya waamuzi. Kwa nini msimu huu ionekane kwamba ilikuwa gumzo sana kwa upande wenu kukosa ubingwa kwa sababu ya makosa ya waamuzi? Kuna michezo mlistahili kushinda, nyewe wenyewe mkashindwa kushinda mikono. Salome, nikupongeze katika hilo, twende kwenye hesabu sasa. Alafu tujue makosa ya waamuzi nani yalimfaidisha. Maana yake kufaidika kunaonekana mwisho kwamba nani amestahili kuwa bingwa na nani hakustahili kuwa bingwa. Maana yake bingwa ndio anakuwa mnufaika mkubwa. Salome, wewe unajua waamuzi wengi walioonywa na kufungiwa nchi hii mwaka huu katika ligi ya NBC yamekwenda kumnufaisha aliyechukua ubingwa. Wewe unajua? Wangapi unajua? Wewe si mwandishi Kachimbe. Waamuzi wengi waliopewa warning kwa barua ambazo mimi ninazo baadhi yake, wameambiwa kwamba jaribu ni kujirekebisha, walipewa warning katika michezo ya bingwa ambaye ni mtangazo kwenye nchi. Salumu, lazima ukimbie. Ukweli utabaki kuwa ukweli. Ukweli utabaki kuwa ukweli. Kama sisi Simba tulikuwa na haki kuwa mabingwa wa ligi ya NBC. Makosa ya kibinadamu ya waamuzi yamepelekea Yanga kuwa bingwa kwenye nchi hii. Hakuna mwanadamu asiyejua goli ya halali la Simba limekataliwa Zanzibar. Hakuna asiyejua penalty halali ya Simba na Azam imekataliwa Chamazi Complex. Hakuna asiyejua. Niliwahi kusema na nitaendelea kusema, kwa sababu naamini katika hii dunia hakuna atakayelinda dunia. Maneno haya niliyasema na narudia kuyasema. Jidai kuwa na Land Cruiser 100, jidai kuwa na mabilioni ya pesa kwenye account bank, lakini kaa fikiria, jua punzi ni mali ya Mungu. Iko siku akiamua ataichukua. Ya Kisugu maskini ataichukua, ya tajiri atafanyaje? Ataichukua. Wako watu wanaamini kwa nafasi na vyeo vyao wanaweza wakafanya chochote wanachokitaka katika nchi, wasiguswe. Wanakwenda kuharibu mpira kwenye nchi. Na nani hao? Wataje. Na ndio maana jeuri waliokuwa nayo leo, Yanga na uwezo wa kuondoka katika eneo la mpira akakaa kwenye nyumba ya mzee Kisugu na asihukumiwe. Hakuna mpira huu duniani. Lakini kwa sababu wao wanajiita wananchi, wanaamini wana uwezo wa kufanya chochote kwenye nchi, hakuna mtu yoyote atakaweza kuwachukua hukumu ambao wao itakwenda kuwaumiza. Niwape mfano mdogo, waandishi, mnajua kila mwandishi ana ushahidi katika hili nilozungumza. Tumeangalia fainali ya Morocco na Senegali. Mwisho wa siku Senegali amekwenda kwa nini? Bingwa, kwa sababu baada ya mechi kusha Senegali amefanyaje? Ameshinda ile mechi. Lakini sasa hivi waandishi, nisaidieni. Bingwa nani wa Afrika aliyotangazwa? Senegal. Nani?
Ole wao waandishi wa habari na Mafarisayo. Ole wao waandishi wa habari na Mafarisayo. Mungu anajua, na alijua kabla sisi hatujaja kwenye nini, kwenye dunia, na alijua watakuja, kuna watu watakuwa waandishi wa habari. Ndani ya waandishi wa habari atajua kwamba wakweli wapo na wanafiki wapo, na ndio maana Mungu alianza na warning, ndio maneno ole Kasobe, ole wao waandishi wa habari. Leo kuna mwandishi wa habari hajui kwamba Morocco kapewa ubingwa wa Afrika. Hajapewa. Leo kuna baadhi ya waandishi wa habari hawajui kwamba bingwa wa Afrika kwa mujibu wa FIFA, kwa mujibu wa kafu, Morocco hawajui. Bombe liko wapi?